usisahau kusubscribe, like na kucomment. Jenista alikuwa mtumishi wa kweli wa watu wake, na sisi siku zote tunaamini kwamba kiongozi, unapowaza tu kwamba nataka kuwa kiongozi, lazima akili yako ikwambie kuwa kiongozi maana yake kuwa mtumishi wa wenzako. Kuwa kiongozi sio kutafuta kuwa bwana mkubwa, sio kutafuta kuwa mnyanyasaji. Kiongozi anapaswa kutafuta kuwa mtumishi wa wenzake. Kama huna moyo wa kutumikia wenzako, basi huna wito wa uongozi. Ndio maana tunawasisitiza viongozi wetu, ukishaamua kugombea na kushiriki uongozi, wapende wananchi wako zaidi ya chochote. Kuwa tayari kuwatumikia wakati wote. Daima simamia maendeleo yao na mafanikio yao. Wananchi wako wakuone wewe ndio mtetezi wao wakati wote. Na hivi ndivyo alivyokuwa Jenista Joakim Mhagama. Tunaona fahari leo kumsemea, tunaona fahari kumzungumzia kutokana na utumishi wake uliotukuka. Alikuwa mbunge wa viti maalum kwa miaka 5, akawa mbunge wa jimbo kwa miaka 20. Katika kipindi cha miaka 25 ya ubunge wake, amekuwa waziri kwa miaka 10. Nataka niwaambieni, katika miaka 15 ya ubunge wake ambapo hakuwa waziri, utumishi wake ulikuwa utadhani ni waziri pia. Kwa serikali, wananchi wamepoteza mtu muhimu. Serikali imepoteza mtu muhimu, lakini Chama cha Mapinduzi pia kimepoteza mtu muhimu sana. Ameshika nyadhifa zote unazoweza kuzifikiria kwenye chama. Amekaa kuanzia halmashauri kuu ya taifa, secretariat ya taifa, kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Kote mchango wake hautaweza kufifia. Ndio maana naibu katibu mkuu wa CCM ameweza kufika kwenye msiba akiwa na sare ya kijani kwa kutambua mchango wa Jenista. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.